Kwa kusherehekea birthday ya msanii Whozu ambaye ameamua kuisherehekea kwa kitofauti kwa sababu imedondoka kwenye mfungo wa Ramadhani pamoja na Kwaresma. Amewakusanya watoto kutoka katika vituo tofauti na kuweza kula nao kwa pamoja. Hongera sana Whozu. Bana, asante sana. Ulishawahi kufanya tukio la namna hii before ama hii ni mara ya kwanza? Kwangu hii ni mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Nimeamua tu kwa mwaka huu birthday yangu nisherehekee kwa utofauti kwa sababu hii ni mara ya pili birthday yangu inadondoka kwenye mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Kwaresma pia. Kwa hiyo nikaona ni mwezi wa toba, ni mwezi wa kumomba Mungu, ni mwezi wa utulivu. Kwa hiyo nikaona siku yangu ya kuzaliwa acha nisherehekee na watoto wenye mahitaji, nikae nao kama hivi tumekula. Wamefurahi, muda sio mrefu wataenda nyumbani hivyo kama kuna juzuu na hapa na msaada kidogo ambacho naweza pia nitatoa katika vituo vyao. Okay. Yeah. Ambapo ni vituo vingapi? Vituo watoto ni 100, watoto viwili. Kwa 50 kwa 50. Moja kipo Kigogo, nyingine kipo Wazo. Okay. Na pamoja na hii usherekeaji huu, kuna mtu mwingine yuko ama ni wewe kama wewe? Kwa sababu pia tumemwona Chimama pale na kama anaye amesupport ama ni wewe kama wewe tu? Unaona wamekuja ni wageni waalikwa. Wamekuja kusupport siku yangu ya kuzaliwa. Ni watu wangu wa karibu. Kwa hiyo Chimama pia ni mtu wangu wa karibu. Amekuja kunisupport na leo ni birthday yangu, kuna Chimama, kuna kina watu kibao tu. Kwa hiyo ni siku yenye furaha tu kwangu. Ni mimi mwenyewe. Sijawaona kaka zako. Frank Knows pamoja na Vunja Bei. Nafikiri Vunja Bei hayupo. Vunja Bei alikuwa hayupo. Niliongea na Frank pia akaniambia anakuja, watu wengi pia wanakuja na wako kwenye foleni na nini. Na futari unajua ni futari ni mapema. Kwa mtu anajua kufuturu saa 4. Unajua sisi na wabongo. Lakini anyway, yani mimi na furaha yangu tu ilikuwa nikae na watoto. Ndio kitu ambacho nilikuwa natamani. Okay, sawa. Whozu, labda pengine mtu anayeweza kaona hizi interviews akajiuliza kwamba Whozu amefanya hivi na kiimani kwa labda Whozu tunafahamu pia ni Mkristo. Akajiuliza mara mbili, anaitwa Oscar, amefanya hivi, anaonekana mwenye mavazi ya Kiislamu na nini. Labda tunaweza tukamwambiaje? Hii dini yangu ni ya Kikristo. Mimi ni Mkristo, naitwa Oscar. Lakini kuvaa hivi haimaanishi kwamba kuna ubaya. Mungu wetu ni Mungu mmoja. Mungu anayemuomba mtu Muislamu akimwomba Mungu na Mkristo Mungu ni huyo mmoja. Nimependa tu mimi napenda yani napenda nini tuseme Uislamu. Yani hivi napenda. Mavazi ya Kiislamu. Napenda. Jana si ulisema unaitwa waziri? Waziri ni Muislamu. Walidi. Majina ya utani. Majina ya utani. Haukuwa umebadilisha dini? Hapana, ngoja sijabadilisha dini. Mimi ni Mkristo. Ilikuwa ni katika kuulizwa kwamba mkiona na Chimama utamfuata dini yake ukasema lazima mimi ni Walidi and all that. Mipango ya ndoa ikoje? Swali lako gumu. Mimi nahisi kama leo tuzungumzie tu mambo tuzungumzie birthday yangu, tuzungumzie kufurahi na watoto, tuzungumzie wageni waalikwa. Kwa nini nimewaza hivi? Lakini mambo ya ndoa nadhani tutazungumzia siku nyingine. Kwenye hiyo la birthday, yeye ni mmoja wa watu waliokuposti na umeonyesha kufurahishwa na ukacomment vizuri. Lakini hapo awali ilionekana kama hamko sawa na ukatoa wimbo watu wakauhusishanisha na kwamba na situation mliokuwa mnapitia kwamba hamkuwa sawa kwenye issue za kimahusiano. Tafsiri iko hivyo kwamba hii birthday leo ndio inaenda kumaliza hayo maneno yote ama vipi? Kutoa wimbo wa moyo kwanza ni wimbo favorite wa Chimama. Okay. Na sikutoa kwa sababu hatupo kwenye hali nzuri, hapana. Ni wimbo kwanza yeye mwenyewe anaupenda. Anaupenda sana na tulikuwa hatupo sawa, lakini nashukuru Mungu. Unajua kwenye mahusiano kuna ups and down. Hivyo vitu vinatokea, lakini kwa sasa hivi we are okay. We are good. Nashukuru Mungu. Ni kusababisha ama ni ilikuwa hivyo before birthday ya leo? Tulikuwa tuko sawa kitambo sana. Ilikuwa tuko sawa kitambo sana. Hivyo tu. Okay, na ni sawa kimahusiano kama kawaida masawa tu kwa sababu na sisi haina haja ya kununiana au kugombana au kutokuongeleshana. Tupo sawa.
Lakini Whozu, mara nyingi mahusiano yenu yamekuwa na migogoro mara kwa mara sana kwenye mitandao tunakutana nayo. Na nyinyi mastaa mnajulikana, inabidi tukuulize Whozu, hatuna namna. Kwa sababu watupata nafasi kwa ajili ya kuzungumza na wewe, lakini pia leo tumepata nafasi. Mahusiano yenu wewe na Chimama yameonekana like mmekuwa ni watu wenye migogoro sana sana. Kwa nini imekuwa hivi? Na yani vitu vinaenda kwenye mitandao, kwa nini msoma solve yani ile kifamilia mkayazungumza yakaisha? Wala haiko hivyo. Tunaona kwenye mitandao. Sasa Chimama tunamjua ni mwigizaji namba 1 kabisa yani. Chimama ana kipaji cha kuigiza, mtu mbaya kabisa. Haiko hivyo bana. Sawa, na juzi kati tulimuona Chimama akasema anapitia kwenye mazingira magumu, yani yuko kwenye kipindi kigumu. Watu wakahusisha kwamba pengine labda wewe umemkwaza kwenye hili ambalo ile clip ambayo ilienda kwenye mitandaoni ikionekana kwamba anapitia kipindi kigumu. Ina uhusiano gani na kila ambacho nadhani kiufupi Chimama na project nyingi sana zinakuja mwaka 2025. Nadhani yeye alikuwa anafanya trial ya movie yake mpya. Kwa hiyo mara nyingi alikuwa anakuwa ni maigizo. Kuna muda akijisikia tu kufanya trial, yani akijisikia kufanya mazoezi na nini, anafanya mazoezi, anajisnap na hivyo anapenda. Kwa sababu huwezi kumzuia. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya trial. When it comes to kwenye migogoro. Mgogoro no, tunazungumzia kama ulivyosema muda sio mrefu kwamba juzi kati kweli mlikuwa mna mgogoro. Shida ilikuwa nini? Kupishana sio mgogoro. Kupishana. Hai bwana, shida ilikuwa sijui mimi. Ulizingua. Shida ilikuwa nini? Mambo hapana sijui. Hapana. Wewe ngechiti bana tusongee sana nitaharibu. Okay, Whozu, kwenye siku hii muhimu yako ya kuzaliwa umeungana na watoto wengine. Nilitarajia kumwona mama mtoto wako pamoja na Lola wakisherehekea na wewe pamoja. Mbona uko mwenyewe? Nadhani Lola yupo Moshi. Lola yuko Moshi, alienda kubatizwa, tulimbatiza wiki iliyopita, kwa bado yuko Moshi na ulishiriki kwenye shughuli ya ubatizaji? Kwa kuwa nilikuwa niko mkoani na mimi kwa Tabora, kachelewa kurudi, afu ndio nimerudi nikaingia uwanjani mechi ya juzi tuliocheza. Lakini kila kitu kilienda sawa, namshukuru Mungu, mtoto wangu amebatiza. Anaitwa Grace Lola Oscar. Sawa. Hilo Grace Lola Oscar, amekuuliza swali zuri la mama mtoto wako. Iliwahi kuonekana kwenye mitandao ya kwamba akiwepo mama mtoto wako basi inaharibu kwa Wema, kwa sababu hata mara mwisho alisema ya kwamba mmeachana na Wema umeenda kwa mama mtoto wako, kitu ambacho sijasema. Watu walisema mitandaoni, kitu ambacho na imani hata wewe kilikukwaza. Kinanikwaza kwa sababu huwezi kumzuia mtu kuongea, yani huwezi kuwazuia mashabiki au watu kwenye peji za udaku kuongea wanachotaka. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe nilikutana nayo, nilishtuka kwa sababu sio kitu ninachokijua. Kwa kiufupi tu maisha yashaendelea, kila mtu ana maisha yake, na sijui chochote kinachohusiana na yeye kwa sasa hivi zaidi ya malezi ya mtoto wangu, lakini namshukuru ananipa nafasi, nikiwa namtaji mtoto nampata kwa wakati. Taarifa zote za mtoto napewa, najua, kwa hiyo it's okay. Na mimi namheshimu Daro, sasa sijajua kama yani siwezi kufanya, yani haiwezekani, ishaisha. Sawa, nimesikia leo maana moja ya zawadi ambao mwapatia watoto ni majuzuu. Najua juzuu inaweza ni kitabu wewe kwa imani nyingine hivi kupata hiyo akili ya kusema ununue juzuu, ama kuna mtu alikupa? Nafuatilia mambo ya imani, nafuatilia mambo ya dini pia, huko kwa upande wa Uislamu na kwa upande wa Kristo. Sio mbaya. Kwa hiyo nimetoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu, naomba maombi, Mungu atanisaidia, naamini pia. Ngapi umenunua? Nimenunua kama watoto wako 100, nimenunua hizo 100. Umenunua? Juzuu 100. Okay, safi sana. Hongera sana. Whozu, hii ni birthday yako ya kwanza ukiwa kama mtoto aliyekuwa, kwa maana ya unajitegemea uko nje ya lebo. Pengine watu wangetamani sana kusikia kauli yako kwamba baada ya kutoka kwenye lebo pengine umepata management mpya, utaratibu wako wa kufanya kazi ukoje? Mimi naomba hilo nilizungumzie. Kwa sasa hivi ni independent artist. Sipo kwenye lebo yoyote. Na washukuru walionilea mpaka nimefika hapa. Nipo kwenye mipango mizuri na mipango sahihi. Kwa hiyo baada ya Ramadhani nafikiri vitu vyote vitaanza kuflow. So I have to ask, kila alichokiandika Vunja Bei, kuna baadhi ya watu walihisi kama
ulileta dharau fulani au pengine kuna namna mkubwa dharauliwi. Anaenda hata aandike kwamba mimi si, yani aandike chochote, yule ni mkubwa kwangu. Yani ni kama mshua, amenisaidia na kile alichokisema Baba Levo kwamba ukishauriwa tu kuhusu mapenzi unataka kutoka kwenye Levo. Sikumuelewa kwa Baba Levo kwa pale. Sikuelewa alikuwa anamaanisha nini, kwa hiyo mimi napenda utani sana na Baba Levo. Alikuwa labda anajaribu kunitania. Lakini kote kuko sawa. We are okay. Yani everything kiko sawa kwa ndugu zangu, mahusiano yangu, muziki wangu, hivyo. Kila kitu kiko sawa. Au nimesikia vibaya mke wangu? Mahusiano yangu, mke wangu. Okay, unatarajia kumuoa, umemuoa? No comment bana. Taongelea mambo nitaharibu hivi, sasa hivi mic naziogopa hizi. Wozu unaongea unataka kilikatwa kisehemu hicho tunaanza kununiwa tena. Okay, Wozu, mimi nataka kusikia kuhusiana na ngoma yako kati yako wewe na Wozu. Zuchu. Last time ulitoa ngoma na Zuchu na ngoma ilitoka audio tu. At the end of the day hatukuona video. Kitu gani kilitokea video isitoke? Changamoto tu za kimuziki, lakini sijui nisemeje, ni changamoto tu za kimuziki. Management ilikataa labda. Ni wema. Unanawa sawa. Management ilikataa labda pengine nyimbo isitoke ama shida ilikuwa nini? Hapana, management haijakataa wala chochote. Ni issue tu za kimuziki, ni mambo tu ya kukaa sawa, lakini nyimbo inafanya vizuri. Hata ile video tu ni views milioni 6, sijui milioni ngapi. Ufafanua vizuri kuhusiana na official video. Yani ni misunderstanding tu, kibiashara, kimuziki tu. Kati yako wewe na lebo ya Zuchu. Hapa yani kati yangu mimi na Basata na Zuchu yani. Kumbe ni mambo ya Basata. Mambo ya Basata. Chimama huyu hapa. Okay. Chimama akasema anaenda washroom. Basi sawa. Nafikiri watoto wanatoka tukwache kidogo kagane na watoto. Poa. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.